eneo la Gusii leo, hususan uwanja wa Nyanturago, wadi ya Ibeno, eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii. Ziara hii ni sehemu ya mpango wa kuwawezesha wananchi wa makundi mbalimbali kama vile wafanyabiashara wadogo, waendeshaji bodaboda na vijana. Hii ni ziara ya 3 kwa naibu wa rais katika eneo la Gusii tangu kuapishwa kwake. Awali alizuru Kitutu Chache Kusini na baadaye Mugirango Kaskazini Etago. Pamoja na Mwenyezi Mungu kutubariki na mvua, ndio imesababisha kudhibiti bei ya unga kutoka mahali ilikuwa 250 sasa iko above 150, lakini bado tunakazana kuidhibiti zaidi ndio ikuje 100 au hata chini ya shilingi 100 kwa kilo 2. Kwa hivyo kuna ile kazi tumefanya ya kupunguza na bado tunaendelea na hiyo kazi. Majani chai yetu mahali tulikuta sio mahali iko saa hii. Mwaka wa 2022 Kenya ilipata pesa ya kigeni bilioni 160 kutoka kwa majani chai. Mwaka uliofuata wa 2023 ile majani chai ilikuwa imetupatia pesa ya kigeni 160 billion, ikatupatia 180 billion. Mwaka uliopita ile mapato ya kigeni kutoka majani chai ambayo ilikuwa 180 billion ikaongezeka ikakuwa 215 billion, ambayo ndio ya juu zaidi mapato ya kigeni kupitia majani chai tangu tulipoanza kukuza majani chai katika taifa letu la Kenya. We have seen foreign exchange earnings from tea move from 161 billion in 2022 to 180 billion in 2023 to 215 billion in 2024, na tunataka mwaka huu tusongeshe hiyo mapato. Kwa kilo moja tumekuta majani chai inauzwa kwa shilingi 44, tumeizongesha kidogo imefika 64. Tungetaka kuizongesha zaidi ifike 100 na juu ili tupate garantii kwa maziwa. Tumekuta maziwa inanunuliwa shilingi 34 kwa lita moja. Tumeisukuma sasa KCC inanunua maziwa kwa shilingi 50. Mtazamaji, huyo ni naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki akizungumza, na sasa tuungana naye mwandishi wetu wa habari Alfayo Kombo kwa mengi zaidi. Alfayo? Na asante sana Kilemi, na kupata vyema kabisa kutoka uwanja huu wa Nyanturago. Ukiangalia nyuma yangu tu ni mamia ya wakazi ambao wameweza kufika hasa katika eneo hili kuhakikisha kwamba kutoka maeneo haya ambapo katiba inasema ule amechaguliwa kama kiongozi ndio kiongozi wa kila mtu mpaka siku ya uchaguzi mwingine. Si Zahir ndio mjumbe wetu, so he is our leader. President Ruto is our leader. Zahir is our MP. Na wale viongozi wengine. Kwa hivyo nasikia viongozi wamekuwa wamechanga. Mimi tunataka niwapatie salamu ya rais. Amewaambia anawapenda, atatembea hapa na anatambua mahasla, anatambua watu ya bodaboda na watu ya salon na kinyozi. Na mtazamaji, kidogo kuna mushkil hapo, na muona mwenzangu Alfayo Kombo anatatizika kidogo kwa mawasiliano, lakini si neno, anajipanga tu. Tutakuwa tunaungana naye kwa mengi zaidi akitueleza ni yepi ambayo yanajiri kutokana na ziara hii ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Tuzidi kukutana